Yes, bado tunaendelea kuzungumza habari mbalimbali za kimichezo, na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na wachachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kikiwa bado kipo katika maboresho ya timu yao, ambapo siku hii leo wekundu wa Msimbazi Simba wanaanza mchana wanaanza kutambulisha mashine zao mpya ambazo zimesajiliwa ndani ya kikosi hicho katika dirisha hili dogo la usajili ambalo paka hivi sasa bado liko wazi. Inasemekana mwalimu wa Simba Steve Becker anahitaji huduma ya kiungo wakati hapa na mzungumzia Genino Palace kutokea pale Afrika ya Kusini katika timu ya Stellenbosch, ambapo mwalimu huyo alikuwa anaifundisha timu hiyo. Hivyo basi mwalimu Steven Becker anahitaji huduma ya Genino Palace kuja kukitumikia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mwalimu kila namna ambavyo akikitazama kikosi chake akaona basi isiwe tabu ndani ya kikosi cha Simba, anahitaji huduma ya bwana mdogo huyu Genino Palace ambaye ana umri wa miaka 27. Ni mzaliwa ama ni raia wa South Africa na tayari alishawahi kuichezea timu yake ya taifa ya South Africa siku hizo zilizopita. Ni kiungo mzuri, ni kiungo ambaye anaonyesha anaweza kubalance pale timu ambapo inapokuwa inacheza, lakini pia anaweza kupandisha mashambulizi na timu ikapata matokeo. Kwa sasa hivi Genino ni mchezaji wa Stellenbosch FC ya pale South Africa, lakini pia kuna timu mbalimbali ambazo Genino aliwahi kupita ndani ya ligi mbalimbali, lakini pia alishawahi kuchezea timu ya, ndo naitazama hapa, alishawahi kuchezea Braga chini ya umri wa miaka 23, lakini pia alishawahi kuchezea Maritzburg United alishawahi kuchezea katika msimu wa 21-22. Baada ya hapo msimu wa 23-24 akaenda kujiunga na Stellenbosch ya pale South Africa, na aliweza kujiunga tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2023. Paka hivi sasa unaweza kuona bado anaendelea kukitumikia kikosi hicho cha Stellenbosch. Inasemekana viongozi wa Simba wako bioni kukamilisha dili la mchezaji huyo kiungo fundi kweli ambaye anaweza kuja kusaidiana pale kati na wakina Yusuf Kagoma, lakini pia wakina Musa Bala Conte ambaye wanaweza kucheza katika eneo lile la katikati. Unaona kabisa viongozi wa Simba katika dirisha hili dogo la usajili wanahakikisha wanaleta kile kilichokuwa bora, kile kilichokuwa vizuri, ili mradi timu yao iweze kubalance katika eneo la ushambuliaji. Unaona wana watu kweli, wana kina Jonathan Soa, kuna kina Steven Dese Mukwala ambaye inasemekana viongozi wa Simba wanaweza kumtoa kwa mkopo ama wakaachana naye, lakini pia unaweza kumuona pale kuna Suleiman Mwalimu ambaye anafanya vizuri katika eneo lile la ushambuliaji. Ukija katika eneo la katikati wana viungo bora, wana viungo wazuri, wakina Neo Maema ambaye tangu amekuja ndani ya ligi kuu Tanzania bara bado hawajaonyesha kile ambacho mashabiki wengi wanatamani kukiona, lakini angalau kinaonekana ama mchango wao unaonekana. Lakini kuna viungo ambao kina Morris Abraham ambao wanahudumu pale kati, kuna kina Alassane Kante ambao wanaendelea kufanya vizuri katika kikosi cha Simba. Lakini ukija kutazama katika safu hii ya ulinzi ya Simba ambayo Rushen Delok ambaye ametokea kule Afrika Kusini, lakini pia Neo Maema ambaye ametokea kule Afrika Kusini.
Janino Palace akija ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba hata kuwa peke yake, bali atakuwa na wachezaji wengine ambao wametoka katika ligi ya kwao kule Afrika ya Kusini. Kumbuka katika dirisha kubwa la usajili Simba waliweza kuwatoa wachezaji wawili kutokea katika timu ya Mamelodi Sundowns. Hapa namzungumzia golikipa ambaye amekuwa muhimu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa namzungumza Rushen Delok, amekuwa akianza katika kikosi cha kwanza cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia Neo Maema ambaye kuna muda anakuaga anaanza katika first 11, lakini kuna wakati mwingine huaga anaanzia benchi. Lakini mwalimu anaona kabisa akija pale Janino Palace timu ya Simba inaweza ikawa katika hali nzuri, inaweza kuwa katika standard, na inafahamika kwamba Simba tayari wameshamalizana na golikipa wa timu ya taifa ya Nigeria Mahamadou, ambaye anakuja kukaa pale katika mitambaa ile ya panya ama katika eneo lile la golikipa baada ya Musa Pinpin Kamara kuwa anasumbuliwa na majeraha. Hivyo basi Mahamadou tayari ameshakuja kuchukua nafasi. Lakini pia Simba kuna baadhi ya nyota tayari ama inasemekana tayari wapa mkono wa kwaheri. Mchezaji kama Jean Charles Ahoua ambaye ameuzwa, inasemekana Simba wamefanya biashara, na hivi sasa tunavyozungumza Jean Charles Ahoua yupo nchini kwao kule Ivory Coast kwa ajili ya kujiandaa na kujiunga na timu yake mpya ya CR Belouizdad. Tusubiri na kuona wachezaji wapya wanakuja kuongeza mchango gani ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambao wanaonekana wanahusudu sana makombe, wanatamani mafanikio ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kipindi ambapo Simba wanatamba na kutembea kifua mbele kwamba siku hii ya leo wanaanza kuachia mashine zao upande wa pili kwa watani zao wa jadi. Hapa nawazungumzia Young Africans, wenyewe wanakwambia bado hawajamaliza. Kuna mashine moja muda wowote ule wanaweza wakaja wakailipua. Ni nani huyo ambaye anasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa Young Africans? Tusubiri na kuona, kwa sababu Young Africans mpaka sasa katika dirisha hili dogo la usajili wamefanya sajili ambazo ni tunaweza kusema bado hatujaziona katika pichi, lakini ukiwasikiliza wachambuzi mbalimbali na ukifuatilia takwimu zao zinakupa ile hali ya kutaka kuwaona pindi ambapo wanapokuwa katika pichi. Wakina Alan Okelo, wakina Bepu, nyota ambaye anatamaniwa kutazamwa kwa ukaribu na watazamaji wengi wa mpira wa miguu hapa nchini kwetu Tanzania. Dirisha kubwa Young Africans licha ya kufanya sajili zilizokuwa nzuri, lakini wachezaji wake wameonekana kufeli na kutokudeliver kile ambacho mashabiki walikuwa wanakihitaji. Je, ongezeko la wachezaji hawa katika dirisha dogo la usajili wanaweza kuleta kitu gani? Tusubiri na kuona, kwa sababu kusajili ni jambo moja, mchezaji kuja kuonyesha uwanjani ni jambo jingine. Mchezaji anaweza kuwa mzuri katika ligi ambayo ametoka, lakini akija katika ligi yako ata struggle kutokana na mazingira, lakini pia ugeni wa kikosi pengine unaweza kuchangia. Lakini Simba safari hii ama katika dirisha hili dogo la usajili wanasema hawacheki na yoyote. Shukrani sana.